pamoja na waziri wetu wa kilimo kwa mpango mzuri ambao amewasilisha kwa ajili ya maendeleo ya kilimo hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunasema kilimo ni mama na baba wa wizara zote, kwa sababu katika kilimo tuna ajira, katika kilimo tunapata nishati, katika kilimo pia tunapata biashara, katika kilimo pia tunapata afya, maana madawa yote nayo yanatokana na mimea, lakini vile vile katika kilimo tunapata lishe, lakini vile vile na chakula. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maana ya ajira tunaona zaidi ya 80% ya wananchi wetu wanapata ajira kupitia sekta hii ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kusema mambo mawili. La kwanza, hii wizara ni wizara ya kimkakati kama ilivyo wizara ya uchukuzi, kama ilivyo wizara ya nishati, kama ilivyo wizara ya uchukuzi. Na ningeomba kwamba Mheshimiwa Waziri, hakikisha unaongea na hawa, kwa sababu tunapojenga SGR, tunapoboresha bandari, lazima tuhakikishe kwamba bidhaa zitakazopita katika barabara, katika SGR na bandarini ziwe ni bidhaa zinazotokana na kilimo chetu. Kwa hiyo hii wizara ni wizara muhimu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama walivyosema Mheshimiwa wabunge, ningependa kushauri serikali kwamba bajeti ya upande wa umwagiliaji itoke nje ya bajeti ya kawaida, kwa sababu ni eneo la kimkakati. Lakini vile vile eneo la uzalishaji wa mbolea, tunaona uzalishaji, upatikanaji wa mbolea ni kiasi cha 83%, ambacho sio kiwango kinachotakiwa. Lakini bado asilimia zaidi ya 60 inatoka nje ya nchi, na leo tunajua kwamba tuna mgogoro kule duniani wa kivita kati ya nchi zingine. Kutakuwa na changamoto katika mwaka unaokuja wa upatikanaji wa mbolea kama ambavyo tunaona kwenye mafuta. Kwa hiyo tunaomba wizara iweze kuweka mpango mkakati wa mapema kuhakikisha kwamba mbolea zitaendelea kupatikana katika msimu unaokuja kwa ajili ya kilimo chetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba upande pia wa uzalishaji wa mbegu, bado pia mbegu zetu haziwi za kutosha. Ningeomba wizara nayo itenge fedha maalum kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mbegu. Na moja ya eneo ambalo ningependa kuchangia, wamechangia Mheshimiwa mbunge mmoja, tuna tatizo la uwepo wa mbegu feki katika majira yale ya kilimo. Inaumiza sana mkulima pale ambako ananunua mbegu 15,000 au 10,000 na ngapi, anapokwenda kupanda eka zote zinakuwa ziwezi kuota. Lazima udhibiti uwepo, na namna pekee ni kuongeza uzalishaji wetu wa ndani kwa upande wa mbegu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande pia wa mbolea, tunajua ya kwamba mbolea ambayo tunayo hapa nchini, bado katika nyakati za kilimo kuna waifanya biashara wachache wanatumia zile fursa. Mimi ningeishauri serikali kwamba wale wauzaji na wale mawakala wawe wanaweka bei za mbegu na bei za mbolea kwenye milango, ili mkulima anapofika aone kabisa, hahitaji kuuliza, na iwe ya wazi. Hii itajenga uwazi katika kupata mbolea, lakini pia mbegu kwa bei nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichangie kwenye eneo la mazao machache. Zao moja ni dengu ambalo liko kwenye stakabadhi ghalani. Hakika imekuwa changamoto kwa wakulima wengi. Moja, kwanza wapati mbegu nzuri, wanatumia zile ambazo walipanda mwaka jana. Lakini pili, masoko yao si ya hakika, kwa sababu maghala yako machache sana na wakulima hutumia umbali mrefu sana kusafirisha. Mimi ningeomba na ningeshauri tuweke soko huria, lakini hao wanaonunua miongoni mwa wakulima waishie kwenye sehemu ya stakabadhi ghalani. Tusitengeneze mazingira ya changamoto kwa wakulima wetu ambao wengi ni wadogo na wengi wanatumia gharama kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba tutengeneze soko huria kwenye eneo hilo. Wale wanaotaka kuuza kwa mfumo wa uhuru wauze, lakini wote waishie kwenye stakabadhi ghalani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kuchangia kwenye eneo la zao la vitunguu maji, lakini vile vile na karoti, ambalo bado ni changamoto. Wengi wanauza kwa mfumo wa lumbesa. Hata leo ukienda kwenye soko la mazao haya kwenye mkoa wowote, bado lumbesa ni changamoto. Waziri Mkuu ametoa maelekezo.
naomba Mheshimiwa Waziri wetu uweze kulisimamia hili kikamilifu ili wakulima wapate faida ya mazao yao wanayoyapata. Mheshimiwa Mwenyekiti, zao la mahindi ambalo hakika linalimwa sana katika mkoa wangu, lakini pia na katika jimbo langu ambalo naliongoza. Mahindi mwaka huu tumepata bahati na tunaona tutapata mazao ya kutosha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaomba serikali tusaidie kupitia NFRA kwanza kuweza kutoa bei nzuri kuwasaidia wakulima ambao wamenunua mbegu, lakini pia wamenunua mbolea. Lakini pia kufungua mipaka mapema ili tupate bei nzuri ambayo itatusaidia. Eneo langu la mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti ni eneo la umwagiliaji. Tunamshukuru Rais Samia. Tumepata skimu 3, tumepata mabwawa mawili. Naomba serikali iweze kukamilisha mradi huu, na tumepata pia visima 6 katika kata zetu, na tutaenda kusaidia kuongeza wigo wa kilimo cha umwagiliaji ambacho ni kilimo cha hakika sana. Nipende kumpongeza Rais Samia kwa ajili ya mradi huo. Eneo la mwisho ni eneo la mradi wa BBT. Tunaomba BBT ishuke katika halmashauri ambako ndiko vijana wako na ndiko mashamba yaliko. Tushushe chini ili vijana wengi wakajiajiri kule na waweze kuzalisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nizungumzie kwamba kilimo bila vifaa na teknolojia haiwezekani. Matrekta na pawatila tunashukuru tumesikia kwamba yatakuwepo na yataweza kukopeshwa. Masharti yawe nafuu na ziweze kusambazwa hasa katika maeneo ya vijijini ambako ndiko wakulima walipo. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba kushukuru sana na kusema naunga mkono hoja 100% kwa 100 na kushukuru sana. Asante Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa kwa mchango wako. Sasa namuita Mheshimiwa Dr. Lazaro Kilian Komba ndio atakuwa mchango